Ugonjwa wa figo ni moja ya ugonjwa ambao unasumbua sana watu wengi, na watu wengi hawajui chanzo halisi cha magonjwa haya ni nini. Katika siku leo nitakuletea makosa 7 ambayo yanaweza kapelekea kuwa na ugonjwa wa figo. Tuko nami Daktari Lenny Komba. Usiache kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa marafiki. Kosa la kwanza ni kutokunywa maji ya kutosha. Nashauri unywe maji takriban lita 2 kwa siku ili uweze kusafisha na kutoa taka mwilini kwa urahisi. Kosa la pili ni kujitibu mwenyewe au kutumia dawa za antibiotic bila ushauri wa daktari. Baadhi ya dawa moja kwa moja zimekuwa zikiathiri figo na kuleta changamoto mbalimbali kama zikitumika vibaya au kwa kipimo ambacho sio sahihi. Tunashauri usitumie dawa bila ushauri wa daktari. Kosa la tatu ni kutumia chumvi nyingi kwenye chakula, hasa chumvi ambayo haijaiva. Chumvi hii moja kwa moja huenda kuongeza shinikizo la juu la damu. Kama tunavyojua, shinikizo la juu la damu linaathiri figo zako. Kosa la 4 ni unywaji wa pombe kupita kiasi. Kosa la 5 ni kupuuza maambukizi ya mkojo au kutotumia dawa pindi ambapo unaumwa UTI. Kosa la 6 ni shinikizo la juu la damu lisilodhibitika kirahisi. Na kosa la 7 kutotibu kisukari au kudhibiti ugonjwa wa kisukari, yani diabetes. Asante kwa kunisikiliza. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Kwa maelezo zaidi kuna video ambayo ipo kwenye description hapo, utakliki na utaenda kujifunza moja kwa moja. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.